lazima ujifunze kutunza kitu cha mtu mwingine kama unataka na wewe Mungu akupatie vitu vyako. Daudi alikuwa anachunga kondoo ya baba yake, yaani mpaka mtu anajitolea kwenda kupigana na simba, alichukua kondoo wale kama ya kwake, akachukua mzigo. Anajua kwamba kondoo anahitaji kupata majani, kondoo anahitaji kupata maji, kondoo anahitaji hiki na hiki, kondoo anahitaji security. Ndio maana anajitoa, hata anapigana na simba, anapigana na dubu kwa ajili ya kuokoa kondoo. Mungu akaona huyo Daudi kama anaweza kusacrifice maisha yake kwa ajili ya kondoo, mara ngapi huyu mtu akisimamia watu atajitolea kwa ajili ya watu. Mungu aliona uaminifu wa Daudi. Mungu akaona namna ambavyo Daudi alifanya kwa furaha bila kunungunika. Mungu akasema, huyu hapa ndio mtu ambaye ninamtaka na nitamwinua kwenye ufalme. Ndio maana nakwambia rafiki yangu, wakati unaikitunza kile kitu kama vile ni cha kwako, wakati unafanya ile kazi kwa moyo kama vile ni ya kwako, hivyo hivyo na wewe Mungu iko na kuandalia mbegu ya kupanda, ili na wewe wakati utakuwa juu, watu wengine wakusapoti, watu wengine wakutumikie kwa uaminifu. Jifunze kuwa mwaminifu wakati unatunza vya watu wengine. Vile vile ulikuwa mwaminifu kwa yule bosi wako, vile vile wafanyakazi wako watakuwa waaminifu kwako, kujua kutunza vya watu wengine kama vile ni vya kwako.